But their policy is just outstandingly bad, and it's really bad for the farmer because we were having record stuff, and then we had to put out a fire. We had to extinguish a nuclear weapon, a capable nuclear. This was going to be a very capable country that was going to have a massive nuclear presence, and we weren't going to let that happen. Nobody wanted that. Rais wa Marekani Donald Trump amesema ana imani kuwa vita vinavyoendelea dhidi ya Iran vitafikia mwisho katika kipindi kifupi kijacho, jambo ambalo anadai litasaidia kushusha bei za mafuta, gesi na pembejeo za kilimo nchini Marekani. Akizungumza katika mkutano wa kisiasa uliofanyika Chippewa Falls, Trump aliwahutubia wakulima na wafuasi wa chama cha Republic, huku akisisitiza kuwa chama chake ndicho chaguo bora kwa sekta ya kilimo kuelekea uchaguzi wa katikati ya mhula unaotarajiwa kufanyika baadaye mwaka huu. Trump alisema kuwa mgogoro wa Iran umechangia kupanda kwa gharama za nishati na mbolea, hali ambayo imewaathiri wakulima wengi wa Marekani. Hata hivyo, alieleza kuwa serikali yake inaendelea kushughulikia suala hilo na kwamba bei hizo zitashuka mara tu vita vitakapomalizika. Katika hotuba yake, Trump aliwaambia wakulima kuwa gharama za mbolea na mafuta zitarejea katika viwango vya chini kama ilivyokuwa miezi michache iliyopita. Alisisitiza kuwa hatua za kijeshi na kidiplomasia zinazochukuliwa dhidi ya Iran zinalenga kuleta utulivu wa muda mrefu katika soko la nishati duniani. Kauli hiyo imekuja wakati bei za mafuta duniani zikiendelea kutetereka kutokana na hali ya usalama katika eneo la Ghuba ya Uajemi, hususan katika mlango wa Hormuz ambao ni njia muhimu kwa usafirishaji wa mafuta duniani. Wataalamu wa nishati wameonya kuwa kuendelea kwa vita kunaweza kuongeza gharama za mafuta na kuathiri uchumi wa Marekani pamoja na mataifa mengine. Wakati huo huo, baadhi ya wakosoaji wa Trump wamehoji iwapo vita hivyo vitaweza kumalizika haraka kama anavyodai. Wanasema kuwa mgogoro huo una athari kubwa za kiuchumi na kisiasa ambazo zinaweza kuchukua muda mrefu kutatuliwa. Licha ya ukosoaji huo, Trump ameendelea kuonyesha matumaini makubwa kwamba hatua zinazochukuliwa sasa zitaleta matokeo chanya kwa uchumi wa Marekani, hasa kwa wakulima ambao wamekuwa wakikabiliwa na ongezeko la gharama za uzalishaji kutokana na kupanda kwa bei za mafuta na mbolea. Hii ni NNJ TV, mimi ni Abdul Majid. Endelea kuwa nasi kwa habari motomoto zinazotikisa dunia hivi sasa.